Bana, kuna wakati tunasema wacha inyeshe ili tuone panapovuja, na tayari pashaanza kuonekana wapi mvua inapopita. Tunaandaa mabeseni na masufuria ili tukinge pale ambapo panavuja. Mambo ni mazito kweli kweli. Umepata kumsikia rais wa shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya TFF Wallace Karia akizungumza kile ambacho kilifanywa na bodi ya ligi baada ya kuonyesha kwamba Simba walikataliwa goli halali. Sasa unaposema goli halali, manake watu wanatakiwa wapewe goli lao, na maamuzi hayo huna. Tulizungumza, tulionekana kwamba tuko sawa, machawa na vitu kama hivyo, lakini uhalisia huo ambao pia hata rais mwenyewe wa shirikisho ametoka kuzungumza, mwenye mamlaka ya kusema goli halali ama si halali anabaki kuwa ni muamuzi wa kati. Muamuzi wa kati anaweza kuhukumiwa kwa kutotafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, lakini sio kupinga maamuzi yake. Sio, unanipata uzuri? Hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyokuwa. Sasa Young Africans walishapeleka barua ili wapewe ufafanuzi haya mambo ambayo yanaendelea, na kwa maana hiyo tunajiuliza maswali. Je, watu waliopo kwenye bodi ya ligi kwenye ile kamati hawana uelewa mpana wa masuala ya mpira? Ueledi wao ni mdogo ama shughuli iko vipi kwa hiki ambacho kinaendelea? Kwa sababu wanazungumza vitu ambavyo si vya kimpira kabisa kabisa. Unaweza kuona ndani yake labda kuna ushabiki na mambo kadha wa kadha. Sasa ungana nasi bwana, ili tukupatie uchambuzi mzuri kweli kweli, mimi pamoja naye Steven mwana wa Mapunda, baada ya kumsikiliza Wallace Karia. Hiki kinatupa kipimo cha namna gani kwenye uelewa wa mpira. Basi ungana nasi Mapunda. Uko vizuri? Mimi niko vizuri ndugu yangu. Uzima upo na hulalamiki? Mungu ni mwema. Jambo la kumshukuru. Anazidi kutupigania. Sawa sawa. Bana, umepata kumsikia rais wa shirikisho la mpira wa miguu kwa maana ya Wallace Karia ametolea ufafanuzi jambo ambalo lilifanywa na bodi ya ligi kwa maana ya kusema goli si lilikuwa halali na vitu kama hivyo, lakini tulizungumza nyakati tofauti tofauti, na mimi pia nilifanya mahojiano na wachambuzi tofauti tofauti kwa Dominic Salamba, namna ambavyo mambo yalitakiwa kuwa, inatakiwa ielezwe kwamba muamuzi anahukumiwa kwa kuwa alishindwa kutafsiri offside, sheria offside. Na nielewa vizuri mpaka tulioji, huyu ameshindwa kutafsiri offside amepewa adhabu hii, huyu ameshindwa kutafsiri offside amepewa adhabu kubwa zaidi. Mpaka unajiuliza kosa moja adhabu tofauti. Tulikuwa tunajiuliza, je, hawana uweledi hawa waamuzi wetu ama shida nini? Na hapa sasa tunapata maswali mengi. Ukiona rais anakuja anazungumza, anazungumza kana kwamba kuna shida kwenye bodi ya ligi. Nini hasa ambacho tunajengewa kwenye akili yetu? Of course hii inakwenda kudhihirika ni kwa namna gani Young African wamezidi kujipambanua kuwa na uongozi imara, kuwa na uongozi bora. Kama utakumbuka vizuri, walipokuwa wamekwenda kule nchini Qatar, kulikuwa na mkutano wa viongozi mbalimbali ulimwenguni. Walikuwa wamekwenda kujifunza namna ya kuweza kufanya maendeleo ya soka katika mabara yote duniani, na Engineer Hersi Said alikwenda kufundisha pale mada ambayo ilikuwa inasema kwamba uwekezaji na maendeleo yanayoleta mabadiliko katika soka. Umeelewa vizuri? Na vikwazo ambavyo vikumba vilabu vingi vinavyokuwa vinaendelea, hususan kutoka katika uchumi wa chini kwenda katika uchumi wa juu. Moja hapo ya vikwazo ambavyo aliweza kuvimention akasema kwamba poor governance. Na katika poor governance ambayo alikuwa ameitoa, akaitolea mfano ya rangi nyekundu na rangi ya njano. Kukaibuka makelele mengi sana hapa katikati. Lakini mwisho wa siku inakuja kuonekana kwamba Young African the way vile inaanza kujitoa katika mlengo wa kutokuwa na weredi kwenye uongozi na kwenda katika weredi katika uongozi. Na ukiangalia Young African katika mpangilio wake wa kiuongozi umekaa katika format inayoeleweka zaidi. Yaani unakuwa unajua kwamba rais wa klabu ndio mwenyekiti wa bodi ya wadhamini, ndo mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu. Umeelewa vizuri? Yeah. Rais wa klabu ndio mwakilishi wa kwanza wa wanachama wa klabu. Rais wa klabu ndio kiongozi wa watu wa maamuzi katika bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wadhamini wote ambao wanashughulika na Young African wote wanaripoti kwa rais wa klabu. Okay. Umenielewa vizuri? Yeah. Kwa hiyo sasa unakuja kuona kabisa kwamba jinsi ilivyokuwa imepangwa kwamba Yanga
wamekaa katika format ambayo ipo nzuri na inaeleweka, na sio kwamba utumie nguvu kubwa sana kuweza kuielewa hiyo format yake ilivyokuwa imekaa. Lakini pia ukija kuangalia eneo lingine, Young African wameweza kuweka kurugenzi katika kila eneo. Yaani unapozungumzia masuala ya sheria kuna mkurugenzi wake, unapozungumzia idara ya sports, yani kwa maana kwamba michezo na nini, kuna kurugenzi yake. Unapozungumzia idara ya habari kuna kurugenzi yake. Unapozungumzia idara ya wanachama kuna kurugenzi yake. Nafikiri mkurugenzi wa wanachama amekuwa maarufu sana, wengi wanamjua mkurugenzi wa wanachama, kwa maana kwamba jambo lolote linahusiana na wanachama kuna kurugenzi yake. Ukishakuwa na kurugenzi, tafsiri yake chini yake unakuwa una watu ambao wanakusaidia na eneo la sheria na kadhalika. Kwa sasa hivi weledi ambao wanaufanya katika kila jambo kuliendea kwa weledi limekuwa likileta malalamiko wa watu mbalimbali, wakiwa wanalalamika kwamba kusema kwamba bodi ya ligi inaibeba Yanga, labda TFF inaibeba Yanga. No, Yanga wametoka kwenye kuishi kwenye hali ya mazoea, wanaanza kuishi kwa kufuata taratibu na kanuni zinasema nini. Ukiangalia bodi ya ligi ilitoka na kuanza kusema kwamba wanafungia referee kwa kulikataa goli halali. Umeelewa vizuri? Goli halali, Yanga walitoka wakasema kwamba tunataka ufafanuzi, tafsiri ya goli halali ni nini? Umeelewa vizuri? Tunataka ufafanuzi. Mwalimu alifanya faulu ambayo inafanana na aliyofanya Ibrahim Baka. Mwalimu kafungiwa mechi 3, Ibrahim Baka kafungiwa mechi 5. Maodo Kante kafanya kosa kama la Baka, kafungiwa mechi 5. Jonathan Soa kafungiwa mechi 5. Why mwalimu afungiwe mechi 3? Tunataka ufafanuzi. Umeelewa vizuri? Hiyo sasa kisheria wanaita, kuna kitu kinaitwa kwamba unequal application of the law. Umeelewa vizuri? Kutokuwa na usawa katika kuiapply sheria. Sasa hiyo lazima ilete double standard. Na ndio hapo unakuja kuona kwamba Yanga walivyoandika barua yao kuiuliza bodi ya ligi haijawahi kujibu. Tafsiri yake ni kwamba rais wa shirikisho, yeye ndio baba wa mpira, amekuja kujibu jibu gumu katika njia ya rais, kwamba hiyo haikuwa sawa sawa. Sijui kama waliandika kwa maelezo yake ukimsikiliza, sijui kama waliandika ama waandishi waliwalisha maneno. Umeelewa vizuri? Kwa kama waliandika, tafsiri yake ni kwamba ni kosa, kwa sababu sheria za mpira wa miguu referee ndio final decision. Yani maamuzi ya mwisho ya mpira wa miguu yapo kwa referee na sio kwa bodi ya ligi, na sio katika maelezo, na sio katika maelekezo. Kwa hiyo yote katika yote ni kwamba Yanga wanaendelea kudhihirisha namna gani wamekuwa na weledi mkubwa kuyaendea mambo yao, na wameweza kuthibitisha katika hilo, na wakifanya jambo watu talalamika, lakini mwisho wa siku inakuja kujulikana pumba zipi na mchele ni upi. Bana, kilichotokea ama kinachoendelea sasa hivi ni kitu kimoja, ya kwamba klabu ya Young Africans imeanza kufuata sheria na si mazoea. Sasa jambo ambalo watu wengi wanaona kama vile kuna changamoto. Changamoto ni nini? Ni kwa sababu hawajazoea kuona sheria inafuatwa. Naona Yanga inabebwa, tufuata taratibu zinasemaje. Ndio changamoto ya haya yote ambayo yanapata kuendelea. Mimi naitwa Nicholas John, bado niko hapa Steven Mapuna, nakwenda kusikia zile small details, taarifa ndogo ndogo ambazo tulishawahi kupatia before ya kutokea, kuzungumzwa sijui na rais wa CAF, kuzungumza na rais wa FIFA, kuzungumzwa na rais wa TFF. Sisi tulianza kuyazungumza, leo yanazungumzwa sasa, watu mnaona okay. Yes, hii ni akili kubwa kweli kweli ya michezo. Na Steven Mapuna, labda swali langu la mwisho ama la kumalizia kwako, namna ambavyo ya mambo sasa yanapata kuendelea, nataka kufahamu, unadhani kwa hiki ambacho kinaendelea kimekuwa na consistency ya mambo mengi kweli kweli, maamuzi yasiyofanana kwa wachezaji ama kwenye hukumu mbalimbali na vitu vingi ambavyo vinaendelea, je, tuna bodi ya ligi inayostahili ama haistahili kuwepo pale ilipo kwa sababu ya kuendesha mpira wa miguu ndivyo sivyo? Bodi ya ligi kustahili ama kuto kustahili, maana yake kwamba inatafsiriwa na kanuni na sheria ambazo zimewaweka pale. Lakini watu wengi sana huwa wanapima matokeo yanayopatikana baada ya bodi ya ligi kuweza kutekeleza majukumu yao. Kikubwa ambacho ndio tukasema kwamba kwa sasa inatakiwa na wao pia waweze kuhama katika hali ya kuishi kimazoea, katika hali ya kubalance mambo. Waweze kuisimamia sheria nini ambacho inataka. Na Young African nikupe taarifa tu kwamba Young African ndio klabu ambayo inaongoza kwa kuweza kuishi kutumia busara. Imetumia busara katika maeneo mengi sana. Ukiangalia sakata la Morrison kutoka Yanga kwenda Simba, ni busara ilitumika. Ukiangalia sakata ya Yusuf Kagoma kutoka alipokuwa kuja kutoka Singida kuja Simba,
badala ya kwenda Yanga ni busara iliweza kutumika, umeelewa vizuri, na maeneo mengi. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba sasa hivi Young Africa wanachokitaka kwamba tusianze kuangalia busara, tuanze kuangalia kanuni na sheria zinasema nini. Na ndio maana kuanzia mwanzoni kabisa wao wanakuwa wanaweka ngumu mapema kabisa kwamba bwana, utaratibu uko hivi. Kwa mfano Young African waliwahi kuhamishiwa uwanja masaa 6 kuelekea kwenye mechi na wakacheza, umeelewa vizuri. Lakini hivi karibuni wamehamishiwa mechi siku moja, umeelewa, kabla masaa 18 kuelekea kwenye mchezo mechi dhidi ya Tanzania Prison. Walipeleka Tabora mechi yao. Yanga akasema kwamba sio kwa utaratibu. Utaratibu haupo kwenye kanuni. Lazima tupate kanuni inasema nini. Bodi ya ligi ikafuata na ikawekwa Dodoma. Umeelewa vizuri? Watu wengine watasema kwamba mbona mwanzoni alicheza? Mwanzoni alicheza kwa sababu alikuwa anaishi katika hali ya kufuata nini, busara. Sasa hivi anataka afuate kanuni ili kila kitu kinyoke kwenye mstari wake. Kwa hilo linawezekana pia likawapembua sana bodi ya ligi katika utekelezaji wake wa majukumu. Upembuzio utakwenda kuwapembua sana, na nafikiri kwa kauli ya rais tafsiri yake ni kwamba lazima bodi ya ligi wajitathmini kwamba kama ikiwa hadi baba yetu ameweza kuzungumza jambo kama hili, na maana kwamba sisi tuna kitu cha kufanya. Na uzuri wake ni kwamba bodi ya ligi inaundwa na virabu. Kwa ina maana virabu vinapaswa kuweza kukaa chini na kuweza kuona kwamba hii bodi ambayo tumeiunda kwa ajili ya kuweza kutusaidia sisi, je, ina msaada kwetu au inakuwa ina changamoto mbalimbali. Kwa hiyo vilabu vina jukumu la kuweza kufanya mabadiliko katika bodi ya ligi, kwa sababu hata sheria ambazo zinasimamiwa na bodi ya ligi ni sheria ambazo zinatungwa na vilabu vyenyewe. Sawa. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo, na hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea pia kupeana zile small details. Endelea pia kuwa nasi. Mara nyingi tunazungumza mapema kweli kweli kabla ya kila kitu kutokea, lakini kuelewa ama kutokuelewa ni namna ambavyo wewe umechagua nini hasa ufanye. Mimi naitwa Nicholas John. Nguvu kubwa tunapewa na Bat Quality, kampuni bora ya Tanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote. Ziko zile za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile zenye matilo ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati unajipatia pia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Kipindi hiki cha mvua kali kubwa kweli kweli, hakikisha kwamba nyumbani kwako unapata kuenzeka bati nzuri. Lakini usisahau kule kijijini ulikotoka, kama si kwa babako, kama si kwa mamako, basi hata kwa mlezi ambaye pia alifanikisha wewe kufika hapa ulipo, kama nyumba yake pia iko vizuri, hakikisha pia unatoa na Bat Quality, tunakupatia kilichokuwa bora ili uweze pia kuwezeka kwa ubora zaidi. Unaweza kupiga simu nambari 0715 18 66 72 0715 18 66 72. Mimi naitwa Nicholas John. Tukutane tena muda na wakati mwingine. Itoshi kusema wailalika, maasalam.